Bwana, mbele yako nina nyumba ya kawaida sana. Nikisema nyumba ya kawaida, si kana kwamba ni nyumba fulani ambayo mbaya, hapana. Ni nyumba ambayo ina decoration nzuri. Kwa nini kawaida? Ni kwa sababu ni nyumba ambayo naweza kusema ni very affordable kwenye kuijenga. Hii ni ramani ambayo kwa sasa hivi mtaanza kuona content zake, kwa maana ya mchakato wake wa ujenzi kule Cheka. Ni nyumba ambayo tumemdesignia dada mmoja ambaye yuko Warabuni, na mwenyewe naye amenipa nafasi ya kumfanyia chochote kitu kwenye site yake. Sasa yeye alinipa wazo, akaniambia nahitaji nyumba ambayo itakuwa ina pande mbili. Upande mmoja uwe na chumba, sitting room, jiko pamoja na choo. Lakini upande wa pili kuwe na chumba, jiko na choo, ambao upande wa pili una misi sitting room. Kwa maana yeye mwenyewe alisema kwamba wote wapite milango tofauti. Na ndio maana ukitizama hizo picha kuna mlango wa mbele na mlango wa nyuma. Target yake ni kwamba huko nyuma anaweza akapata mpangaji ambaye akaingia kwenye iko chumba, jiko na choo. Mimi nimemuelewa sana. Alafu huko mbele akakaa mwenyewe. Kwa hiyo sasa mimi nimeifanyia BOQ, kwa maana ya bill of quantity ya hii nyumba yote mpaka kwenye swala zima la boma. Kwa hiyo nadhani kesho kutwa inshallah mtaanza kuona tukiwa site kwenye hii nyumba. Tuna mchakato kabisa wa kuanza kuijenga huko mjini Cheka, Kigamboni. Na kama wewe ni mtu ambaye unaingiza kipato kidogo na una biashara ndogo, aidha umeajiriwa labda Warabuni, unaona kabisa labda mshahara wako ni mdogo, jenga kajumba haka, katakusaidia sana hata kwa baadaye, kwa sababu utakuwa na mpangaji lakini na wewe mwenyewe utakuwa unakaa hapo. Kwa hiyo moja kwa moja tuende kwenye swala zima la budget ya hii nyumba. Na mimi nimeifanyia hiyo BOQ yake, kwa maana ya gharama za ujenzi kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye boma. Kwa hiyo twende pamoja. Kama una peni na karatasi ni vyema ukaandika, ili ujue matofali yameingia mangapi, simenti ngapi, nondo ngapi, mchanga kiasi gani, na mwisho wa siku nitaeleza budget nzima ya material kuanzia kwenye boma na nitafika mpaka kwenye kupaua, ili upate picha walau na wewe uweze kuelewa ni kiasi gani ambacho ukiwa nacho unaweza kufanya ujenzi wa staili hii ama nyumba ya staili hii. Bwana, hii nyumba zimeingia tofali za msingi 1000. Ni nyumba fulani simple sana. Ukiambiwa nyumba imeingia tofali za msingi 1000, ujue ni nyumba fulani ndogo. Lakini kwenye tofali za boma zimeingia tofali 2000. Kwa hiyo mpaka hapo hiyo nyumba unayoiona zimeingia tofali 3000. Tofali 3000 kwa maana ya tofali za shilingi 1000 maana yake ni 3,000,000. Lakini pia tuna mifuko ya simenti ambayo kwenye swala zima la kujenga msingi na boma tumetumia mifuko 50. Mifuko 50 kwa ajili ya kujenga msingi pamoja na boma lake. Lakini pia tuna mifuko 20 kwa ajili ya mkanda wa chini. Tuna mifuko 15 kwa ajili ya renta. Kwa hiyo unachukua mifuko 50 unajumlisha na mifuko 20 ya mkanda wa chini, unapata mifuko 70. Ukichukua na mifuko 15 ya renta unapata mifuko 85. Kwa hiyo project nzima mpaka kukamilika boma ina cost mifuko 85. Kwa hiyo fanya 85 mara 17, sehemu nyingine simenti 18, inategemea na kampuni ambayo wewe unaitumia. Tukitoka hapo tunakuja kwenye swala zima la mchanga. Tuna mchanga mpaka kufikia hapo tuna tilipu 2 za lori la cubic mita 15, lakini pia tuna kokoto tilipu 3 lori la cubic mita 4. Pia tuna nondo size za milimita 12 PC 20 kwa ajili ya mkanda wa chini pamoja na mkanda wa juu. Lakini pia tuna lingi, tumetumia lingi za 7x4 PC 115 kwa ajili ya mkanda. Lakini pia tuna lingi za 6x6 PC 25 kwa ajili ya nguzo. Tuna mbao. Sasa hapo tunaingia kwenye kupaua. Mpaka hapo kwenye swala la boma tunakuwa tumemaliza. Tukija kwenye swala la kupaua, tuna mbao za futi 18 2x2 PC 30. Tuna mbao za 2x4 PC 50 na zenye nazo ni za futi 18. Hizo ni mbao za dawa hizo, treated hizo. Lakini pia tuna misumari ya inchi 4, tuna misumari ya inchi 3, na katika misumari tumetumia kilo 25 kwa ajili ya kupaulia. Lakini pia tuna misumari ya pakti. Tuna misumari ya pakti ambayo tumetumia pakti 16 kwa ajili ya kupaulia, na tuna bati za futi 10 PC 40 za migongo midogo kwa ajili ya kupaulia. Tunashauri bati ziwe za migongo midogo kwa sababu ya hizi nyumba hazitaki bati za migongo mikubwa. Nyumba za hidden zinahitaji mavuno ya maji yawe madogo. Kwa hiyo tunashauri watu watumie
mabati ya migongo midogo. Kwa maana hiyo mpaka hapo tukichukua gharama za msingi, boma pamoja na kifusi chake, tumetumia shilingi milioni 7. Hiyo ni kwenye material tools peke yake. Lakini tukija kwenye swala zima la kupaua, tumetumia shilingi milioni 3. Kwa hiyo unachukua milioni 3 unajumlisha na milioni 7 unapata milioni 10. Kwa hiyo ukiwa na milioni 10 hii nyumba unaijenga mpaka unaipaua. Hapo gharama za ufundi zinakuwa hazipo, zipo pembeni. Unaweza ukaniuliza, hii nyumba inaingia kwenye kiwanja cha ukubwa gani? Hii nyumba bwana ni ndogo mno. Kwa hiyo ukiwa na kiwanja cha 7 kwa 9 inaingia. Ukiwa na kiwanja cha, kwa mfano kama Weleda kiwanja chake ni kidogo tena ni kisambusa. Huku nyuma kuna mita 8, huku mbele kuna mita 13, alafu kwa hivi kuna kama mita 20 sijui kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa kifupi ukiwa na kiwanja cha mita 10 kwa 10, 7 na kuendelea huko, hii nyumba unaijenga vizuri sana. Lakini pia kwa wewe ambao umeipenda Ilamani ipo, nipigie simu, naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.